Ni wiki nyingine tena yenye baraka na fanaka kwetu, wiki yenye matumaini mapya ya kuiona kesho iliyo bora zaidi. Ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu kwenye kuyatazama mambo makubwa kutoka Fountain Gate Academy Tanzania. Mimi ni Roqaya binti wa Mbugita. Karashani leo tutachekecha kokoto nyingi kutoka kwenye machimbo ya Tanzanite, kisha utapata madini yaliyoleta faida na ushindi wa kwanza kwa timu yetu msimu huu. Unajua kuwa star mpya kazaliwa Babati? Utasikia balaa kubwa alilofanya huko na kile alichofanyiwa na mashabiki baada ya kuwanyuka Dodoma Jiji FC. Kids Soccer Program imeendelea kukomaa Dodoma, huku mikoa ya Mwanza, Morogoro, Dar es Salaam ikikimbiza mwizi kimya kimya. Sherehe za mahafali Fountain Gate Manyara nazo zilikuwa bambam. Yote haya utayapata ndani ya FGA TV kupitia Azam Sports 1 HD kuanzia saa 4:30 usiku. Baada ya tamasha kubwa la The Tanzanite Day Oktoba 12 na mashabiki kuweza kuiona timu hiyo iliyokamilika ikicheza mechi ya kirafiki kwa mara ya kwanza na kupata ushindi dhidi ya TMA, sasa ulikuwa ni wakati wa kufungua ukurasa mpya, ukurasa ambao ulikuwa umebeba maandalizi kuelekea kwenye mechi yetu ya 4 ya ligi kuu dhidi ya Dodoma Jiji FC. Ukurasa mwingine wa kutengeneza furaha kwa mashabiki na watu wa Babati ambayo ilipotea kwa muda mrefu. Maandalizi yalikuwa chini ya makocha wetu wa sasa, kocha mkuu Mohamed Laiza na msaidizi wake Abu Junior. Kwa juhudi kubwa sana waliwaongoza wanajeshi wetu kuwa tayari kwa vita kubwa dhidi ya mpinzani mgumu, mpinzani ambaye katika historia yetu hajawahi kuwa mwepesi na kupata ushindi kwenye mgongo wake. Halijawahi kuwa jambo rahisi pia. Walikuwa hawa pamoja na watu wengine kwenye benchi la ufundi walijua kuwa dakika 90 za mchezo dhidi ya Dodoma Jiji zilikuwa ni zaidi ya pointi 3, ilikuwa ni mechi ya kujipata upya. Baada ya mazoezi ya mwisho, kikao cha makocha kilifanyika uwanjani. Ni kikao cha mpango, maono na kupeana imani. Makocha walitumia uwanja huu kama sehemu ya kuwajaza ujasiri wachezaji wetu, kuwakumbusha malengo ya timu yetu, kuwakumbusha maumivu ya mashabiki wanaolipaga viingilio vya kuja kutushangilia. Makocha hawa walitumia muda huo pia kuwaambia wachezaji ubaya wake ni nini kama itatokea mchezo huo tutapoteza tena. Lakini kabla ya mchezo wetu na Dodoma Jiji, juzi yake story nyingine kubwa ilikuwa ni maboresho ya uwanja wa Tanzanite kwa raha. Kwa mara ya kwanza, majukwaa yalipambwa na viti vipya na kutengeneza sura mpya ya muonekano wa uwanja huo. Pongezi kwa halmashauri ya mji wa Babati kwa kazi kubwa walioifanya kwenye kuhakikisha Tanzanite kwa raha Stadium inakuwa bora kila mara na kila wakati. Na hatimaye siku ya mchezo ikafika. Kama kawaida, mashabiki walijitokeza kwa wingi uwanjani, kila mmoja akiwa na matumaini makubwa na kila nafsi ikisema leo lazima tuandike historia. Baada ya mazoezi mepesi ya kupasha misuli kabla ya mchezo, ukaja wakati wa timu kuingia uwanjani tayari kwa kuanza vita ya kusaka alama 3. Na hapo ndipo wachezaji wetu waliingia uwanjani wakiwa wameweka mkono mmoja juu na wakimtanguliza Mungu, na kwa sababu tulishasema kuwa tunaanza na Mungu. Hata bila baadhi ya nyota wa kimataifa ambao walionekana kwa mara ya kwanza wakicheza kwenye timu yetu dhidi ya TMA na wakaubonda mwingi, bado hakukuwa na tatizo kwenye kulibonda gozi la ng'ombe uwanjani. Kwa mara nyingine tena, mzee wa kuwapiga matobo pale Benjamin Mkapa, Elie Mokono, alibaki kuwa ndiye mchezaji pekee wa kimataifa kwenye timu yetu. Hiyo ni baada ya nyota wengine wa kimataifa vibali vyao kuchelewa kutoka, licha ya kuwa tayari utaratibu wa kuvipata ulishakamilika. Vijana wazawa waliamua kupambana, na hapo ndipo jina la Juma Isa Abushiri Chuga likang'ara kwa mara ya kwanza na kuzikonga nyoyo za mashabiki wote uwanjani na wale waliofuatilia kupitia burudani kwa wote Azam TV.
Chuga aliandika rekodi kubwa 3 kwenye mchezo huu. Moja, alikuwa ndiye kijana mdogo zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara akicheza dakika zote 90. Pili, ameingia kwenye vitabu vya kumbukumbu vya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kucheza ligi kuu bara. Chuga amecheza mechi yake ya kwanza ya ligi kuu akiwa na umri usiozidi miaka 17. Rekodi kubwa nyingine ambayo dogo huyu wa Chuga ameiandika ni kuwa mchezaji mdogo zaidi kushinda tuzo ya mchezaji bora katika mechi. Chuga alipiga chenga za maudhi, akapiga na matobo, akatengeneza hatari zisizohesabika langoni mwa Dodoma Jiji. Uwanja mzima ukamshangilia. Kijana huyo alielelewa na Fountain Gate Academy tangu akiwa na miaka 11. Sasa ana mkataba wa miaka 5 wa soka la kulipwa, ikiwa ni rekodi nyingine kama nchi ikiandikwa kwamba timu ya ligi kuu kumkabidhi imani kijana mdogo. Ni dakika 4 tu kabla ya filimbi ya mwisho ya mwamuzi Shomari Lawi kusikika. Tena kusikojulikana anatokea shujaa mmoja wa Kizanzibari, kitoto cha Bukumbili, Mudrik Sheikh Gonda. Anabadilisha taswira ya nyuso za watu wote wa Babati. Gonda akitokea benchi anaandika historia kwenye ligi kuu bara. Anafunga goli la maisha yake, anafunga bao la matumaini mapya kwa timu yake anayoipenda. Anaweka kambani mpira unaofufua tumaini jipya kwa mashabiki wote wa Fountain Gate FC. Pasi ya upendo kutoka kwa lastiboni wetu Chuga inakwenda kwa mbavu yetu ya maana Jimison Mwinuke. Mwinuke akapiga chenga ya maudhi, cross ya maana ndani, Gonda akapaa juu kama tai, akapiga kichwa, mpira unatinga wavuni. Ikawa ni hisia za ajabu sana katika dakika zile za jioni, kwa sauti ya Pascal Kabombe. Kulandana na Yachele Abushiri ameachia pasi moja Munawara. Huyu hapa anakuja Mwinuke. Jaza ndani kule sasa nafasi. Imejazwa kwenye kamba na imekaa barabara kabisa. Moja kati ya mabao mazuri kabisa yanafungwa hapa. Ni shangwe, nderemo na vifijo. Shangwe, nderemo na vifijo linaamka hapa. Na mamia kwa maelfu ya watu. Binadamu bora mara zote ni yule ambaye anajenga historia, na historia inamkumbuka miaka dahari. Shangwe kubwa majukwani, uwanja mzima ukalipuka kwa furaha. Ushindi wa kwanza baada ya safari ngumu tuliopita, na hakika ikawa kweli tumejipata. Dakika nazo zikawa zimekimbia sana kama upepo. Kila dalili ya kuwa ushindi ni wa Fountain Gate zikawa zinaonekana. Wachezaji ambao walikuwa benchi na wenyewe walikuwa wakitamani Shomari Lawi apulize kipenga cha mwisho. Filimbi ikalia, mpira ukaisha. Fountain Gate FC ikajikusanyia alama 3 muhimu. Chuga akatajwa kuwa mchezaji bora wa mechi, akapokea na tuzo yake. Kisha ikawa ni zamu ya mashabiki kupata picha za kumbukumbu na kumtengenezea tukio lenye kumbukumbu nzito kwenye maisha yake ya soka. Mashabiki wakamuita kufurahi naye pamoja, wakamtunza fedha kama ishara ya heshima. Lakini wakati hayo yakiendelea, timu nzima ikawa imejikusanya na kisha kufurahi kwa pamoja na mashabiki. What a moment! Kocha Liza akazungumza na waandishi wa habari, akafichua siri ya ushindi. Shukuru, mchezo umemalizika salama na kubwa tumepata matokeo. Na pongeza vijana kwa usikivu,
ukomavu walionyesha. Tumepoteza mechi 3 mfululizo na hii ilikuwa ni mechi yetu ambaye ni muhimu sana kupata ushindi, na nisitaki kusema kama vijana wamefanya kile ambacho tulichokubaliana. Kwa hiyo kikubwa ni kama tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia shukrani za dhati tuwarudishie washabiki wetu ambao wamepush timu. Tumeona timu kuweko chini, tumejaribu kupush pamoja na mwisho wa siku tumepata matokeo. Ni wazi, ni kweli tumecreate kama nafasi 3 na zote tumepiga mipira imeenda nje, lakini kubwa tumepata na on target. Tumepata on target, kipa amedaka mipira kama 3 na moja tumepata goli. Kwa hiyo hapo tulipopungukiwa tunakwenda kupofanyia kazi, na pale tulipopatia tunawapongeza wachezaji wetu, kwa kweli wamejituma. Okay, strength yake, unacheza na mtu kama Agustino Msata, unacheza na mtu kama Abdubanda, lazima uwe na wachezaji kama Joshua. All in all akucheza vizuri, lakini tumepata ushindi, na hiyo ndo mpira ni tactical na technical. Kubwa ni faraja kwangu mimi, uongozi wangu pamoja na timu na washabiki kwa ujumla. Ligi ndo imeanza, kwa hiyo tupambane, hakuna asopenda kushinda. Tumeanza leo na tumaini tuna mchezo mwingine na kuja mbeleni, tushikamane ili tuweze kupata ushindi kwa pamoja. Chuga naye akapata neno mbele ya kamera, huku semaji Issa Mbuzi akitamba kila kona kwa kuwa timu yake imeishi kwenye dhamira. Cha kwanza napenda kumshukuru Mungu, pia napenda kumshukuru mwalimu wangu. Umri wangu ni mdogo ila amenipa nafasi na nimeonyesha ndicho kwa nacho na kusaidia timu yangu kupata matokeo. Hii inakumotivate kiasi gani kama mchezaji tu? Tunzo hii inanifanya niendelee kupambana na kuendelea kusaidia timu yangu. Tunachoahidi wanababati waendelee kujitokeza na tutaendelea kuwafurahisha katika mechi zijazo tutazoendelea kucheza. Zile kelele ulizisikia Chuga wakati watu wanaimba Chuga ulizisikia? Ndio. Na unataka kuambia nini sasa? Waahidi wanababati wanakusikiliza. Naahidi nitaendelea kupambana na tunzo hizi zitaendelea kuwa nyingi katika timu yetu. Tuzo ya leo dedicate kwa nani? Mamangu na bibi yangu. Why mama yako na bibi yako? Ni watu ambao wamenisupport kuanzia nipo mdogo. Motivator wangu ni mama na bibi, wanajitolea kwa vingi sana. Watu wa Babati, watu wa Manyara na mashabiki wetu wote wa Fountain Gate ambao walikuwa ni kama wanapitia kipindi kigumu kwenye mechi 3 ambazo tumecheza. Unajua kucheza dakika 270 bila kupata goli, bila kupata ushindi, bila kupata alama yoyote, zilikuwa ni nyakati ngumu sana kwetu. Lakini tulisema changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua imekwisha kumalizika. Tulitambulisha hapa wachezaji wetu wote ambao wanakwenda kutumika msimu huu. Isivyo bahati kuna majembe hajacheza leo kwa sababu ya changamoto ya vibali, lakini 100% ya Tanzania ambao wamecheza, 99% ya Tanzania ambao wamecheza hii leo kimtoa mkono ndio ambao wametupa hizi alama 3. Niliwaambia Dodoma kwamba tunahitaji kukamua mvinyo za kutoka kwenye zabibu za Dodoma ili watu wa Babati wote waweze kuenjoy mvinyo hiyo. Nafikiri mmeona uwanja mzima umefurahi, uwanja mzima umeenjoy, lakini tumemtambulisha mchezaji mpya kwenu. Nilisema wakati namtambulisha hapa juzi, kuna watu wawili niliwazungumza kwamba mtazameni huyu anaitwa mchawi wa Afrika, anaitwa Messi. Alafu nikasema tunalamine Wachuga, watu hawakunielewa. Isivyo bahati kwenye ile mechi ya siku ya tamasha alipata dakika chache sana za kucheza. Leo kacheza dakika 90. Nadhani mmeuona uwezo wake. Ama apige watu kanzu hapa, kawakimbiza watu hapa, kachangia 80% ya goli ambalo limetupa ushindi hii leo. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, mvinyo zimekamuliwa, watu wa Babati tunakwenda kuenjoy hii leo. Nilisema kwamba tunaanza msimu leo. Yaani 2025-26 inaanza leo na imeanza rasmi. Na nilisema sisi tutapata alama kwenye mechi zetu. Huku chini sisi tutatoka tu kwa sababu kuna watu watajitikisa hapa katikati. Naamini kwenye alama 3 ambazo leo tumezipata, kuna watu washajitikisa pale katikati na sisi tumepanda juu kutoka chini ambapo tulikuwa. Kwa hiyo ni mwanzo, mengi mazuri yanakuja. Tuna safari ya kwenda Tanga Mkokwani kuwafuata Coastal Union. Huko nako tunakwenda kwenye kampeni ya kupata alama 3 kwenye huo mchezo na inshallah tutafanya vizuri. Kisha tutarudi nyumbani kucheza na KMC. KMC na yeye anahitaji kutuchangia sisi alama 3 kwenye zile 9 ambazo tunazitaka kwenye mechi 9. Kwenye mechi 3 ambazo tutacheza. Kwa hiyo tuendelee kuwepo pamoja, watu wa Manyara, watu wa Babati na mashabiki wote, mtuombee dua. Ndio kwanza safari tumeianza, tuna mengi mazuri ya kufanya hapo mbele. Tabasamu likawa kwa kila mmoja wa familia hii bora Tanzania. Ukitazama sura ya Rais Makau, unaona kabisa kuna faraja kubwa ndani yake baada ya mapambano ya muda mrefu ya kuisuka timu hii. Kula ndana na iacha ile. Abushiri ameachia pasi moja Munawara. Huyu hapa anakuja Mwinuke. Jaza ndani kule sasa nafasi.
imejazwa kwenye kamba na imekaa barabara kabisa. Moja kati ya mabao mazuri kabisa yanafungwa hapa. Ni shangwe, nderemo na vifijo.